Okay. Bwana Yesu asifiwe mahali popote ulipo. Huyu ni Evangelist Peter Maina. Nashukuru kwa sababu ya kupata nafasi ya kuendelea na mazungumzo pamoja nawe tunapozungumzia dini ya Kikristo katika hatua zake 7 ama historia katika vipindi 7. Na tumekuwa tukijaribu kutafuta suluhisho, tuulize kwa nini. Unajua watu wamechanganyikiwa, kanisa la Kikristo ama dini ya Kikristo imegawanyika katika madhehebu tofauti tofauti. Watu wameshangaa. Inaweza kuwa sasa watu wanaulizana ni kanisa lipi la Kristo. Sikiliza, kanisa la Kristo ni moja, kanisa ambalo Yesu alilianzisha kwa wakati wa kipindi cha mitume, nalo limepiga hatua mpaka hatua ya mwisho ya kipindi cha mwisho, hatua ya 7 ya Laodikia. Na tumekuchukua muda katika series ama katika episode ambazo zimepita kujaribu kukupatia the overview ya kanisa la Kikristo katika hatua zake 7, kuanzia Ephesus, unaingia Smyrna, unaingia Pergamos, unaingia Thyatira, unaingia Sardis, unaingia Philadelphia, alafu unafika Laodikia. Na katika mafundisho yetu ya awali tuliona ya kwamba kanisa la Kristo alilolianza wakati wa mitume, the Apostolic Church, ndilo linalosimamiwa na kanisa la Efeso katika Revelation chapter 2 verse 1 to 7. Na tukaingia katika sehemu yake ya kwanza, tukagundua kwamba kanisa la Kristo alipolianzisha, kumbuka ni hili kanisa ambalo alimwambia Petro ya kwamba limejengwa katika msingi ulio imara, limejengwa juu ya mwamba ambaye ni Kristo. Kusoma maandiko inasema mwamba huo ni Kristo, na mafundisho yake yamejengwa katika maandiko matakatifu kama jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu amedhihirisha. So kanisa hili lilipoanza tuliona ya kwamba ni kanisa ambalo limejawa na matendo. Na matendo hayo ambayo limejawa nayo kanisa hili ni matendo yanayohusu injili na huduma. Ni watu ambao walikuwa na bidii katika kuchunguza neno la Bwana, ni watu ambao walikuwa wanatafuta ukweli uliopo uliodhihirishwa na wakaweza kuutii, na wakadhihirisha imani yao kwa Kristo kwa jinsi ambavyo walivyoishi. Mfano, tukiangalia Matendo ya Mitume sura ya 2, sura ya 4, sura ya 9, sura ya 2 na sura ya 4 haswa, utagundua kwamba watu waliuza vitu vyao na wakavileta kwa mitume makusudi waweze kusaidiana kulingana na mahitaji ya watu yalivyokuwa. Kwa ufupi, kile kilichowasukuma ni upendo waliokuwa nao katika ukweli, upendo wa kumpenda Kristo uliwasukuma kupenda kuokoa mioyo ya watu, na kwa sababu hiyo waliuza mali zao. Mitume tumeangalia wakati Acts chapter 6, Matendo ya Mitume sura ya 6, wakati ambapo kazi imeongezeka, pametokea wajane wa Wayunani, the widows from the Greeks ambao walisahaulika katika huduma. Petro anasema hatutaacha kazi ya kuhubiri ili ya kwamba tuweze tukaenda tukagawa chakula. Wakachagua the deacons, baadhi yao wakiitwa Stefano na Filipo, na tuliona ya kwamba hawa waliokuwa wanachaguliwa hawakuwa wanachaguliwa hivi hivi kama vile ambavyo tunafanya siku hizi. Ni watu waliojawa imani na tena wamejawa Roho Mtakatifu. Okay? Watu waliomba. So hawa ni watu ambao walikuwa wame-experience the Pentecost, watu ambao walivuviwa Roho ya Mtakatifu, na kazi waliofanya ilikuwa imevuviwa Roho Mtakatifu. Okay? So hili ndilo kanisa, na Yesu anapoliangalia kanisa lilipoanza akagundua kwamba hapo mbele kuna changamoto litalolipata. Na siku ya leo nataka tuingie katika sehemu ya pili ya kanisa la Kristo, sehemu ya kwanza ama wakati wa mitume. Ni kanisa linalopendeza, ni kanisa ambalo Kristo alilifurahia, kanisa ambalo limechukia matendo ya Wanikolai, watu ambao walianza kuturn the grace of God into lasciviousness, yani wakasema tukiamini we exempted from obedience. So watu wa Mungu hawa, Paul the Apostle alikuwa member in this church, mitume wa Kristo, Dorcas, Tabitha katika Acts chapter 9. Ni kanisa ambalo lilijawa na matendo makuu ya Mungu, na miujiza mingi ilifanyika kwa sababu Mungu aliwaongoza, walipewa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tutaomba kisha tuingie kwenye sehemu ya pili, na hii sehemu haitakuwa mrefu mno. Ni sehemu ambayo itatuingiza baadaye katika hatua namba 2 ama kanisa la Smyrna. Tuombe kisha tuweze kuingia. Baba katika Kristo, tunashukuru kwa sababu ya kutupatia nafasi. Yule ambaye amekuja hewani kwa mara yake ya kwanza, tunaomba kwamba anaporejelea video ambazo zimepita na anapojiunga nasi tunaposoma hapa, Bwana tunaomba kwamba uzidi kumbariki. Nitumie kama chombo, weka katika mawazo yangu yanayofaa kunenwa, makusudi tuweze kuelewa mambo fulani fulani yaliyofichika katika kitabu chako cha Ufunuo, kitabu cha unabii wa Biblia.
ambacho kinafunua Danieli. Neema yako inifunike Bwana, nisamehe, nitakase, mimi ni kiumbe kidhaifu mwenye dhambi anayehitaji kusamehewa, ili huduma ya siku ya leo iweze kubariki mtazamaji na msikilizaji. Ni katika Kristo naomba na kuamini. Amina. Na fungu ambalo linatuongoza ni katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wake wa 4. So in Revelation chapter 2 verse 4, baada ya Yesu kuwa amezungumza mambo mengi mazuri kuhusu kanisa hili, anasema nevertheless I have somewhat against you because you have left your first love. Mumeuacha upendo wenu wa kwanza. Okay? Now, upendo wa kwanza, yaliyowapendeza ya kwanza, kimefika mahali ambapo katika historia ya kanisa la mitume wameachana na upendo wao wa kwanza, na tutakapogundua ya kwamba walisahau upendo, waliachana na upendo wa kupenda kweli, kumpenda Mungu, walipoachana na mambo hayo ama walipolegea katika kupenda neno la Mungu. Kumbuka ni kanisa ambalo tulisoma ya kwamba waliishi katika ushirika. Acts chapter 2, soma from verse 42 kuteremka mpaka verse 47. Wanaingia nyumba kwa nyumba, wanamega mkate kwa roho moja na moyo mweupe, wako ndani hekalu, wanafundishwa, wanafundishana, wanatembelea wajane na kadhalika na kadhalika. So tunaambiwa at some point kanisa la mitume ama kanisa la Kristo, the Christian church, wakaachana na upendo wao wa kwanza. Na Yesu anasemaje? Anasema basi iwapo wangetaka kupata suluhisho katika swala hili, remember therefore from whence thou art fallen and repent and do the first works. Kwa hivyo Mungu ama Kristo anasema basi kumbukeni mlipoanguka, mtubu ili mkarejelee hali yenu ya kwanza. Okay? So basi tunaona hivi, kumbuka kusudi la Kristo kuwa na kanisa lake duniani ni kusudi moja tu. So alipolianzisha, kumbuka, amelianzisha kanisa wakati wa kipindi kigumu. The world was in gross darkness kwa sababu ya Wayahudi waliokuwa wamechaguliwa kama taifa kutotimiza kusudi la Mungu kuwachagua. Okay? Kumbuka katika maandiko wanaitwa witnesses, wanaitwa the light of the world. Yani kupitia kwao walihitaji kufundisha ulimwengu kuhusu Mungu. Lakini kwa sababu haikufanyika, Yesu akajileta mwenyewe, kwa sababu waliabudu Kristo kupitia kwa mafumbo, akajileta akafa msalabani, na taifa la Kiyahudi likafungiwa mlango wa rehema na injili ikafunguliwa kwa mataifa. And that's why ukienda katika Acts chapter 1 verse 8, 9 and 10, Yesu anasema akishawajilia Roho Mtakatifu, okay, aliyeahidiwa na Baba, basi mtapata nguvu na mtakuwa mashahidi. Mtaanza Jerusalem, mtaingia Judea, mtaingia Samaria, kisha mtaenda katika kila sehemu ya ulimwengu. Now Matthew 28, Yesu anapoaga wanafunzi, verse 18 to 20, inasema mtawafundisha, enendeni mkawafanya watu wote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kila mmoja, of course anayeamini, katika jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kushika yote niliyoamuru. Okay? Na mimi nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa dahari. So kwa ufupi, the Christian church, Yesu alianza kanisa la Kikristo ama dini ya Kikristo ili kurejesha Mungu duniani. Remember, if you read John 17 from verse 1 to verse 3, especially verse 3, inasema watu watakapomjua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu aliyetumwa watapata uzima wa milele. It is for that reason Ephesians chapter 3 verse 10 inasema to the intent that hekima ya Mungu iliyo namna nyingi iweze kujulikana katika ulimwengu wa kiroho kupitia kwa kanisa la Mungu. Tuko pamoja sasa? It is only for that reason ya kwamba Mungu aliamua kuchagua kanisa. But now tumeambiwa walifika mahali, ama kanisa la Kristo lilifika mahali likaacha upendo ule wa kwanza. Remember, tunaposema likaacha upendo ule wa kwanza ni watu binafsi. Maana kanisa ni wewe, kanisa ni mimi. Watu binafsi. Watu wakaacha kusoma neno la Bwana, wakaacha kupenda ukweli waliokuwa wanatafuta. Ukumbuke katika Matendo ya Mitume sura ya 17 verse 11, Acts 17:11, Paulo anakutana na some of them Bereans. Anasema ni waungwana kuliko wale wa Thessalonike, kwa sababu as they were being preached through, walirudi nyumbani wakachunguza iwapo mambo hayo Paulo anafundisha ni ya kweli, and so many people believed, na watu wengi waliamini na kadhalika na kadhalika. So waliwacha upendo ule wa kwanza. Kwa ufupi,
kule kutamani, ungetamani kuwa mshirika katika kanisa hili kukapungua kwa sababu tofauti tofauti. So nitakuingiza katika spirit of prophecy. Kwa wale ambao ni Waadventista wa Sabato, spirit of prophecy tunaielewa, the ministry of Ellen G. White. Na kama wewe sio msabato ndio unafuatilia kisa hiki, ninasoma vitabu hivi ili kuonyesha chochote anachozungumza dada White ndivyo maandiko yanavyofundisha. Sometimes Wakristo wengi wanachanganyikiwa, wanasema pengine Waadventista wa Sabato wanamwabudu Ellen G. White. La hasha, ni kipawa ambacho tunaamini ya kwamba Bwana amekipeana duniani kwa kusudi. Maana huyu mama Bwana amemtumia kama mjumbe wake kusema mambo mengi ya kurejesha watu katika maandiko wakaelewe vizuri. Kwa hivyo tunaangalia katika kitabu kimoja, Acts of the Apostles, na ukiangalia Acts of the Apostles page 580 paragraph 1, tunaambiwa hivi: after a time. Ukumbuke ya kwamba shetani kusudi lake ni ya kwamba aweze kuharibu mpango wa Mungu, haswa mpango wa wokovu, okay? Lakini tunashukuru kwa sababu tunaelewa ya kwamba Yesu kuja kwake duniani na kusulubishwa msalabani ni kuharibu kazi za yule mwovu. Lakini kanisa hili japokuwa lilipendeza mno, ni kanisa ambalo lilifanya kazi ya injili vizuri tena kwa nguvu. Mahali hakukuwa na ubinafsi, watu waliuza vitu vyao, watu walipenda mioyo ya watu, kwa hivyo walijitolea katika evangelism. So it was an evangelistic church kama tulivyoona last time. Lakini tunaambiwa after some time the zeal of the believers began to wane and their love for God and for one another grew less, and for that reason coldness crept into the church. So tunaambiwa hivi baada ya muda, and that's why Mungu anasema kwa kanisa hili katika Revelation chapter 2 verse 4, nevertheless I have somewhat against you because you have left your first love. Yani kwa baadaye, baada ya muda huu, kumbuka ni kanisa ambalo lina exist between that 1 to 100 AD. Wengine wanasema 27 wakati Yesu anabatizwa, it doesn't matter, it's okay. So ni kanisa la mitume. So tunaambiwa after some time, baada ya muda, ile zeal ya kuokoa mioyo ya watu, ya kuuza vitu kwa ajili ya kujitoa kwa ajili ya kazi. Kumbuka ukisoma Acts chapter 4 unapatana jamaa anaitwa Yusto ama Justus aliyekuwa na shamba akaliuza, akaleta pesa zote alizokusanya baada ya kuuza shamba lake ili liweze kusupport the ministry, okay? Na tunaona kwamba watu waliongezeka kwa kanisa kila siku. So but after some time, kumbuka ni mpango wa shetani. Shetani akaingia ndani na upendo wa kupenda Mungu ukapungua. Na walipopunguza kupenda Mungu, kumbuka wana interact na Mungu through the word of God, kwa sababu mitume waliwafundisha. Hata ukisikiza Petro ama Paulo ama watumishi wengine akina Yakobo na kadhalika, especially Peter anasema miongoni mwao patainuka manabii, watu ambao ni walimu wa kufundisha uongo. Paulo anamwambia Timotheo ya kwamba hata yeye akiondoka atamwachia kazi Timotheo, naye Timotheo aweke kazi hiyo mikononi mwa wazee ambao wamejaa imani na Roho Mtakatifu, kwa sababu baadaye kutafika wakati ambapo hawatatamani kusikiza mafundisho yenye uzima, ila hali ama badala yake watajitafutia walimu makundi wafundisho wanachotaka, na basi watageukia mafundisho yadanganyayo ya kishetani na roho zidanganyazo. So hayo maneno yote yanafanyika. Tunaambiwa kwamba ilifika mahali sasa kanisa la Kristo, the Christian church, bado likiwa katika hali ama kipindi cha mitume, likaanza kumsahau Mungu, wakaanza kutompenda Mungu, okay? Na tena kwa sababu ya kutompenda Mungu, upendo wa ushirika ukapungua, kwa sababu for one another grew less. Kwa sababu hiyo baridi, coldness crept into the church. Kwa yule ambaye ananisikiliza, nataka nikwambie kitu. Kanisa la Mungu limejengwa katika msingi ulio imara, okay? Msingi ulio imara. Na kama tutakavyoona kwa kila kanisa, tuligundua kwamba kanisa lina vikundi viwili. Lakini hatimaye katika kanisa la mwisho ama kipindi cha mwisho cha Laodikia, Bwana ataleta shaking na kulitakasa na tabaki na kikundi kimoja, ili chini ya mchungaji mmoja ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. So tunaambiwa coldness crept into the church, baridi ikaingia. Now sijui wewe kama sometimes wewe unaenda kanisani unasikia ni kama hauko kanisani. Okay? Naongea kuhusu wewe ambaye ni Mwadventista wa Sabato, hata wewe pengine mwingine. Juzi nimeattend
maombolezi mahali na nikawa nimepata nafasi ya kuhudumu, na ninagundua jamaa mmoja akisema yeye hushiriki Nairobi katika kanisa ambalo sitataja. Anasema anashukuru kwa sababu kupitia kwa maombolezi amepata angalau kitu kuhusu swala hili la kifo. Na yeye anasema sometimes akienda kanisani kwake anaanza kusikiza vile mhubiri anavyozungumza, anamprofile kwa sababu anasikia huyo hana content, anaenda nyumbani kulala. So basically sometimes unaenda kanisani unasikia kuna baridi. Baridi. Utakapogundua kwamba kuna baridi, it's one of the signs ya kwamba tayari washirika hawasomi neno la Bwana. And that's why kama wamepunguza kumpenda Bwana, hawasomi, hawafanyi devotions kwa nyumbani, hawana bidii katika sehemu za mafundisho. Kanisa la SDA tuna Bible study in the morning, tuna sermons na tuna Bible study in the afternoons. Ukikosa bidii ama tukikosa bidii katika mambo haya, what will happen? Naturally tutakacha kupendana. Hata sasa ukienda makanisani watu wamechukiana, wameingiliana maneno, mambo mengi, okay? So coldness crept in the church. Baridi inapoingia ni kwa sababu watu wamepunguza kumpenda Bwana. Kwanza wakakosa kupendana, basi baridi ikaingia. Na kumpenda Bwana hawapendi neno la Bwana. Ellen G. White anazidi kusema, some forgot the wonderful manner in which they had received the truth. One by one, the old standard bearers fell at their post. Now, unaona kanisa la mitume lilikuwa na watu. In fact, hata ukisoma vizuri utagundua kwamba there are so many people who backslid wakarudi duniani. Hata wakati Paulo anahubiri anasema Dema ameniacha, Demas aliniacha na akarudi katika ulimwengu. Kuna watu wengi walikuwa wanajiuzuru. Ukiangalia Anania na Safira katika Acts chapter 5, wao ni matajiri waliotaka kujitengenezea jina, sio kumtukuza Bwana. Waliposikia kwamba watu wanajitoa na kutoa mali zao kwa ajili ya huduma, wakaamua tu kivyao. Anania na Safira wakaamua kutoa mali yao, lakini wakadanganya tena wakafa. So basically tunaambiwa hivi, watu wengi, kikundi cha watu walisahau jinsi walivyopokea ukweli. Now hata sasa nikikuuliza, ukijaribu kujipima wakati uliamini, joto na zili uliokuwa nayo katika kuhubiri, katika kupenda neno, katika kufika kanisani mapema, ukilinganisha nyakati hizo na sasa, utagundua kweli hata wewe umerudi nyuma. Na huenda ikawa ni wewe ambao unaleta baridi katika nyumba ya Bwana mahali unakoshiriki. Waadventista wa Sabato, ukiangalia jinsi ambavyo tulikuwa tunajiandaa Ijumaa kwa ajili ya kupokea Sabato na tena kufika kanisani mapema, si hivyo tena. Si hivyo tena. Mpaka sasa utagundua mpaka wazee wa makanisa, wachungaji, washiriki, watu wengi wanafanya hata biashara siku ya Sabato wazi mchana kutwa. So tunaambiwa, in fact wengine ni wale ambao they were standard bearers. Kuna watu kanisani unapata wako na msimamo, lakini kwa muda wanaenda wakipoteza huo msimamo na kucompromise. Angalia jinsi ambavyo maharusi yanavyofanywa siku hizi. Angalia jinsi ambavyo tunafanya mikutano ya harusi, tunafanya mambo ya kuigiza. Angalia nyimbo jinsi ambavyo mkondo zimechukua. Sasa tumeingia kwa kipindi cha entertainment badala ya ibada na worship. So tunaambiwa one by one the old standard bearers fell at their post. Wale walihitaji kusimamia ukweli and standard za Injili na imani katika kanisa hili la Kristo wakati wa kipindi cha mitume, one by one wakaanza kuanguka. Na ndio maana nitakueleza hivi, na unapokuwa katika imani hii ya Kikristo ama dini ya Kikristo ama katika kanisa la Kikristo, wewe ambao unanisikiliza, usimwangalie mtu kwa sababu anaweza kuwa leo ana msimamo kisha kesho ameachana nao. Muangalie Kristo, mwanzilishi na mtimilizi wa imani yako. Yeye hawezi akakuangusha. Hebrews 13:8 inasema vile alivyokuwa jana ndivyo alivyo leo na ndivyo atakavyokuwa kesho. Na hili ambalo tunalisoma haliwezi likabadilika. Watu wamejaribu kulibadilisha, wameletewa theolojia, philosophy ya kuargue maandiko, lakini tunashukuru kwa sababu the Bible is accessible to the common mwananchi, the common man, ya kwamba inaweza ikaeleweka. Usimfanye mwanadamu kinga. Jeremiah 17 verse number 5 inasema amelaaniwa mtu yule atakayemfanya mwanadamu kuwa kinga yake. Okay, tumtegemee Mwenyezi Mungu haswa katika swala la imani. Hata tunaposikia kwamba tuna viongozi wa kidini, the bishops are the elders, tuko na wachungaji na kadhalika, we have a bishop of our souls ambaye ni Kristo. Okay, Acts chapter 5 verse 31. Acts 5:31 inasema our prince and our savior. Yeye ndiye mkuu wetu na tena ni mwokozi.
Hizo kazi zingine ni delegation Mungu amepeana. So tunastahili kumtazama Kristo katika swala la imani. Tusimwangalie mtu, kwa sababu wewe, nikuulize hivi. Kuna watu ambao ulijua kuna kuja zamani wanahubiri, watakuwa na nguvu, lakini sasa wamepotoka? Ndio. So usimwangalie mtu. Kuna watu walikuwa wanahubiri wakiwa wajilisti, lakini wanapoenda hapa kusoma theolojia wanakuja na maneno tofauti tofauti, maneno yaliyo changanyikiwa, maneno ambayo hayaambatani na ukweli uliodhihirishwa kwa watakatifu. Sikiliza, kipindi in fact hiki ambacho tunaishi cha dunia, jinsi ambavyo tutakuja kuona hapo mbele, ni wakati wa kumwangalia Kristo na ni wakati wa kujisomea maandiko, kwa sababu ukweli unaohitaji kuufahamu umekwisha kudhihirishwa. So tunaambiwa at some point coldness imeingia, na wale waliokuwa wanasimamia ukweli wakaanza kuanguka mmoja baada ya mwingine. So what happened? Kwa sababu ya hayo, kile ambacho kinafanyika ni hiki, ya kwamba watu walipoanza kuondokea ukweli one by one, pakakosekana wale ambao wanasimamia ukweli katika Kristo, katika imani ya Kikristo. Watu wakaanza kutamani mafundisho mengine. Of course they wouldn't exist in a vacuum. So wakaanza kutafuta mafundisho ambayo yanawapendeza wao. In their desire, Acts of the Apostles 580 paragraph 1, in their desire for something novel and startling, they attempted to introduce new phases of doctrine, more pleasing to many minds but not in harmony with the fundamental principles of the gospel. Hii ni kawaida mpaka sasa. Watu wangependa kuambiwa mambo ambayo yanawafurahisha, mambo ambayo hayaumizi hisia zao za mwili na hisia za macho. Sikiliza, tunaambiwa hawa, wakati the old standard bearers wameanza kuanguka moja moja, something was happening behind the scenes. Introduction to new doctrines. Ukikumbuka mtu ambaye anaitwa Paulo akiongea katika kanisa la Wagalatia, yes, ukiongelea anapozungumza katika kanisa la Wagalatia, nakumbuka kuna mahali ambapo Paulo anamwambia watu, iwapo patasikika kuna mtu mwingine amekuja kahubiri injili tofauti. Remember, hawa watumishi katika kanisa la mitume, the present truth. Kumbuka kuna ukweli wa kila wakati, na baadhi nama katika ukweli mmoja ambao wa mitume walikuwa nahubiri ni kuhusu Kristo aliyefufuka. Kila mahali walihubiri hivyo, na Paulo alionya akasema, pakisikika mtu hata akisema ya kwamba ametumwa na malaika, msije mkamuamini. Okay, unalipata? Ukisoma Wagalatia 1, Galatians chapter 1 verse 6, huyu ni Paulo anafundisha kanisa la Galatia. Analiambia hivi, ama anaambia Wakristo waumini wa kanisa la wa Galatia, anawaambia hivi, naomba nikusomee from verse 6 to verse 9. Galatians chapter 1 verse 6 to 9. I marvel that you are soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel, which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let it be accursed. Verse 9. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. Tuko pamoja? Yes. Why? Verse 11. I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after a man. Verse 12. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. So Paulo anawaonya, anasema kuna injili nyingine itakuja inaitwa injili, lakini it's a perverted gospel. Si injili nyingine haswa, ni perverted gospel iliyochanganywa. Tuko pamoja? Na kumwambia iwapo hata ni wanadamu, hata wakija waseme wao ni malaika wametumwa kutoka mbinguni, as long as sio injili kama ilivyokuja kupitia kwa Paulo, jinsi ambavyo walipokea kutoka kwa Kristo, wasija wakasadiki, wasija wakaamini. So hata sasa kadri tutakavyoendelea kusoma katika Faces za Christian Church, Wakristo wenzangu, watu wa Full Gospel, watu wa Anglican, watu wa Catholic, watu wa nini, ni katika hii series tunajibu maswali tulio nayo na mashaka tulio nayo kuhusu dini ya Kikristo. Na wengine kwa sababu ya kuona mchanganyiko uliopo wamedhania pengine Uislamu ndio dini. Ninakuja nikuonyeshe dini iliingilia wapi na nini ambacho kilifanyika, dini ya Kiislamu. So
watu wakaingiza new faces of the doctrine, na ni hizi ambazo zinabembeleza hisia zao. So what happened kwa sababu ya hiyo? Na kile ambacho kilifanyika, as these false doctrines were urged, watu walipoanza kufundisha na kuagiza wafundishwe mafundisho haya mapotovu, kile kilichoingia ndani, differences sprang up, mgawanyiko ukaingia, and the eyes of many were turned from beholding Jesus as the author and the finisher of their faith. Acts of the Apostles, page 580, paragraph 1. Tunaambiwa hizi false doctrines ama mafundisho mapotovu ya kishetani, okay, yalipoanza kunyemelea kanisa la Kristo, watu wakaanza migawanyiko. So unapoongea kuhusu kugawanyika, migawanyiko haijaanza sasa. Remember, even wakati Yesu aliita wanafunzi 12, one of them ambaye anaitwa Judas Iscariot was a devil, kulingana vile Yesu alimuita. Yani maisha yake alitawaliwa na shetani. He was among them but not with them. Okay? Yeye alikuwa na malengo tofauti. Anapangisha crusade ajilipe. Hakuwa analipa wengine. Soma topic inaitwa Judas katika Desire of Ages. Kwa ufupi, migawanyiko ilikuja kwa sababu ya kuingia kwa mafundisho mapotovu. Watu wakaanza kubishana. I remember katika kanisa la Corinth, kusoma 1 Corinthians chapter 3 from verse 1 all the way to verse 10. Kuna wakati Paulo anaingia katika kanisa la Korintho, anakuta vita, anasema sisi tutahubiriwa na Apollo, hatutaki kusikia huyu. So kuna kikundi kilikuwa kinataka kuchagua Apollos, kingine kinachagua Paulo, na Paulo akasema hawa watu, mimi na Apollos ni vyombo tu vilivyotumika kuwaletea injili mkaamini. Otherwise, mbegu iliyo ndani yenu, neno la Mungu haswa, atakayeikuza na ilete mazao ni Mungu mwenyewe. Kwa ufupi, divisions ziliingia kwa sababu mafundisho. Hebu angalia, ukiangalia katika topic number 2, episode number 2 ambayo tulisoma juzi kuhusu Ephesus, tuliona hawa watu walikuwa na nia moja na mamoja katika kila kuamini na katika kutenda, lakini sasa shetani ameleta mgawanyiko. So hiyo difference ikaanza kuwa pana ama the differences ikaanza kuwapanua hivi, wengine wanaenda hivi, wengine wanaenda hivi. Tuko pamoja ndugu zangu? Yes. So zilipofanyika hivyo, differences zilipoingia miongoni mwa kanisa la Kristo, watu wakaanza kudiscuss unimportant points of doctrines, and the contemplation of pleasing fables of man's invention occupied time that should have been spent in proclaiming the gospel. So sikiliza, kumbuka nilikueleza lengo la Mungu kuwa na kanisa duniani, it is for the purpose of evangelizing, ya kwamba kupitia kwa kanisa as the body, kama mwili wa Kristo, wanadamu wasiomjua Mungu, mataifa yasiyomjua Mungu, kupitia kwa Kristo waweze kufikiwa na injili. Tuko pamoja? Ninakukumbusha John 17 verse 3 inasema uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu uliyomtuma. Even the Revelation 14 ambao tunasoma ni ujumbe wa kipindi cha Laodikia, kipindi cha mwisho talala salama cha historia ya kanisa la Kikristo, Revelation 14. Ukisoma verse 6 and 7 inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya bingu, mwenye injili ya milele, akihubiri hao wakao juu ya nchi na kila lugha na taifa na jamaa, akisema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. So kwa ufupi, the gospel ama ujumbe, injili ambayo inahubiriwa ni ya kurudisha Mungu kwa Mungu wao, the creator, kupitia kwa Kristo, mwokozi wao Kristo. Tuko pamoja? Sasa mambo haya, migawanyiko ilipoanza kukuja, na hivyo ndivyo inavyofanyika mpaka sasa, unapata kwamba watu wamesahau kudiscuss the important points of the salvation. Wameanza kudiscuss vitu ambavyo havina uhusiano na wokovu wao, and for that reason muda ambao unatumika kujaribu ku iron the differences katika mafundisho tofauti yasiyo na msingi wa wokovu, muda huo unapotezwa ambao ungetumika kupeleka injili. Na hiyo ndio shetani anafurahia. Mpaka sasa in Adventism, we are taking too much time to discuss an important points of our faith as a imani. Okay? Na shetani anatugawanya, na huo muda, as we waste the time in debating na prejudiced minds, tunakwazika katika muda ambao tungeenda kupeleka injili mbele. So
Hiyo tumekwisha kusoma. The discussion of an important doctrine ilileta kizuizi kikubwa katika kuhubiri neno la Mungu. So hata hivyo, ukisoma Revelation chapter 2 verse number 7, hata baada ya kanisa la Kristo kuwa limepitia mambo hayo, Yesu mwenyewe akapeana ahadi, na tunaomba tuisikilize ahadi hii katika Ufunuo 2 mstari wa 7. It is the last verse in chapter 2 ambayo ina discuss kuhusu kanisa la mitume. Revelation chapter 2 verse 7 inasema, he that has an ear let him hear what the Spirit says unto the churches. To him that overcomes I will give to eat of the tree of life which is in the midst of the paradise of God. The promise is to the overcomer. Okay? Kumbuka kanisa hili kama vile ambavyo tulisema lina vikundi viwili. Mpaka sasa mgawanyiko huu mkubwa unaoonekana katika dini ya Kikristo sio mgawanyiko mkubwa vile ambavyo tungefikiria. We are only two groups. Kuna wale wanafuata ukweli kama jinsi ambavyo Mungu ameudhihirisha kwao, na kuna wale wameikataa. And that's why at the end of the day, as the way becomes narrow, watu watagawanyika na hakika itabainika vizuri waliokuwa upande huu na waliokuwa upande ule ni gani. So tunaambiwa, to him that overcomes will I give to eat of the tree of life which is the midst of the paradise of God. Ukisoma mafungu mengine, go and do a word study kuhusu the tree of life, na utagundua even the Bible, the pages of the Bible are likened unto the tree of life. Maneno mazuri watu wa Mungu wanaoyazungumza yanabariki mioyo ya watu. It is likened unto the tree of life. Lakini basically ukisoma Revelation chapter 22 from verse 14 and 15 inasema Yesu atakapokuja, wale watakuwa wamezifua nguo zao, yani watakuwa na matendo ya haki, wamefuata Kristo as much as he revealed himself to them. They follow him whithersoever he goes. Atawapatia nafasi ya kuingia Yerusalemu mpya, na watakula tena matunda ya mti wa uzima, na wataishi naye milele. So that is it. So after now, so haya mambo ambayo yamefanyikia kanisa la Ephesus ama kanisa la Kristo kipindi cha wakati wa mitume, katuingiza katika historia ya Smyrna. Now, naomba nilete hapa kitu ambacho tunaita the cause and effect principle. Maana kile ambacho kimefanyikia kanisa la Kristo, the Christian church, wakati wa mitume, ndicho kilituingiza katika historia number 2. Cause and effect. Kwa hivyo tukisoma Smyrna, tunaongea kuhusu matokeo ya yale yaliyotendeka katika Efeso and all the way mpaka Laodikia. Umeelewa kitu? Cause and effect. So swala la kanisa la mitume, kile kilichofanyika kikatuingiza katika historia ya Smyrna. So naomba basi nikukaribishe tunapoingia katika the second period of the Christian church, hatua ya pili kuhusu kanisa la Kikristo, dini ya Kikristo, na kukaribisha sana. So huyu ni Evangelist Peter Maina. Namba ya simu ndiyo hiyo, email address ndiyo hiyo. Kanisa langu ni SDA Church, Embu Town, North East Kenya Field. Na ujumbe huu ninaohubiri sio wa Adventista, ni wa Wakristo wote kwa jumla na wasio Wakristo. Kama ungetaka kuendelea kujifundisha nami katika ministry, PRS Ministries. PRS inamaanisha put the record straight. Na tunaposema put the record straight, we clarify the truth and we correct the error. Tuko pamoja? Our work is to clarify the truths na kucorrect uongo ambao umezunguka katika dini, haswa katika imani, katika masuala ya imani. Mungu atubariki sana. Ni ombi langu ya kwamba Mwenyezi Mungu aende kukujalia ukaona ya kwamba kumbe mpango wa shetani ndio huu, anataka kuharibu kusudi la Mungu kupitia kwa kanisa lake, na ndio maana mambo yanafanyika vile yalivyo. So karibuni sana tunapojiandaa kuingia katika hatua ya pili ya kanisa la Kristo Smyrna. Bwana aweze kukubariki sana.